Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wapenzi watazamaji wetu wa Msimbo Online TV, siku leo kwa mara nyingine tena tunakuja na somo na darasa zuri sana ambalo kichwa cha habari chake hapo juu umekisoma kabla kuingia katika mada na darasa letu la leo. Leo tunakwenda kuelekeza dua ambayo asili yake hii ni kumfanyia mtu wepesi wa jambo lolote alokuwa nalo. Kabla sijaeleza dua hii, nataka niwapeni kisa kizuri sana ambacho kitakujenga kuwa tayari kuisikiliza mada hii. Dua hii kwa mara ya kwanza kabisa baada ya kuitoa hapa katika chaneli yetu, sababu hii ni mara ya tatu. Kuna ndugu yetu mmoja anaishi katika nchi ya Qatar, alipiga simu akanifahamisha mkasa ambao kidogo ni mzito. Huyu bwana alikuwa katika kampuni moja huko ya mafuta na ni mkubwa katika kitengo hicho, lakini wallahi lazim kuna baadhi ya watu wakamfanyia hasadi, wakamfanyia fitna, wakamfanyia majungu. Yule bwana akatolewa katika nafasi yake ile ambayo alikuwa akiongoza, wakamwambia mawili, aidha achishwe kazi kabisa ama la arudi kwa mfanyakazi wa kawaida, tena anakwenda kutupa kwenye gari, bi maana atakuwa anatafiri na magari tu basi. Yule bwana kwa vile ni mgeni katika nchi ya watu akaomba bora kama natolewa hapa basi nibaki kwenye kampuni nitafanya kazi zingine kuliko kuishi katika nchi ya watu ambayo sina kazi. Basi baada ya kuona moja ya video vyangu alivyonifahamisha tukio hili, nikamwambia kuna dua nitakuandikia nikupatie. Akasema hapana shekhe, japokuwa utanipa hiyo lakini nakuomba na wewe nifanyie, kwa sababu mwenyewe nitafanya lakini nakuomba na wewe nifanyie, kwa sababu kila mmoja ana kuburi yake. Basi ndugu zangu, dua ambayo nilompa yule bwana ilikuwa ni hii. Leo mara ya tatu nairudia hapa kwenye video zetu hizi, maana yangu kwamba uichukue na uende ukaifanyie kazi. Unaweza ukaiona kama ni ya kawaida sana, lakini wallahi ni nzito na ina mambo makubwa sana hii dua. Kiufupi, yenyewe kazi yake ni kuleta wepesi wa jambo lililokuwa gumu, lililokuwa zito, basi naletwa wepesi. Wako baadhi ya watu hususan ndugu zetu ambao wanaishi nje. Kuna wengine wanaishi katika nchi za watu kwa mashaka makubwa, tatizo makubwa. Wengine mpaka leo vibali vinawasumbua katika nchi walizopo huko. Wengine wana moja, wana mbili, wana kila mmoja na shida yake. Lakini wako baadhi ya dada zetu ambao mara nyingi wananipigia simu hususan katika nchi za Kiarabu. Wengine wanalalamika kwamba wananyanyaswa, wanateswa. Wengine mpaka haki zao zinadhulumiwa. Kwa hiyo sasa hii ni zawadi kwa ajili yenu. Chukueni hii, itakusaidieni sana kama alivyompa ndugu yenu wa Qatar na tulifanya, nendeni mkafanye vile vile. Wallahi lazim. Nilimfanyia hii kwa muda siku 4. Ni bwana alhamdulillah tena alinipa zawadi nzuri sana ambayo siwezi kuisahau katika maisha yangu. Sasa leo nakupeni, nendeni mkaitumie hii dua. Lakini ni vizuri sana kwa mtu atakayekwenda kuitumia ile siku ya mwanzo kabisa ama siku ya mwisho, basi atoe na sadaka. Yani kama upo katika eneo ambao unasoma, basi tafuta hata maskini wale watatu wape sadaka. Ama kuna sehemu kuna madrasa ni mbovu, kapeleke pale sadaka yako. Ama sehemu kuna kituo cha mayatima, peleka sadaka yako. Alafu kisha baada hapo ndio kaa chini sasa ifanye dua hii. Wallahi utakwenda kuona muujiza na maajabu makubwa sana kupitia dua hii. Twende sasa nikaisome ili wewe uisikilize na ujue jinsi gani unavyopita katika kusoma dua hii. Mimi hapa nitairejea mara 3. Jambo la mwanzo kabisa, hii unatakiwa uisome baada tu ya salati subhi, kabla kutoka jua pale. Isome hii mara 3, irudie mara 3, kisha baada hapo endelea na shughuli zako zingine za kawaida.
yenyewe inaanza na alam nashrah laka sadrak, lakini utapoanza ina maana tayari umeswali swala subhi kama ni mswaliji. Ukimaliza subiri kama dakika 2 ama dakika 3, kisha baada hapo anza na istighfari, kwa maana astaghfirullah astaghfirullah kwa idadi utakayoweza, lakini kile utakavyosoma basi isome kwa witri. Hizo istighfari zilete kwa witri, kama ni mara 1, kama ni mara 3, kama ni mara 7, lakini ziende kwa witri. Ukimaliza hapo sasa ndio utaanza kusoma hivi. Utaanza bismillahir rahmanir rahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Hii unairejea mara 3. Kisha baada hapo unasoma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Hii utaisoma nayo mara 2. Kisha baada hapo unasoma hapa sasa, unasema rabbi yasir wala tu'assir, Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabira kull kasir wa ya sahiba kull farid wa ya mughniyu kull faqir wa ya muqawwi kull dhaif. Hapa wa ya muqawwi kull dhaifu, hapa utarejea mara 7. Wa ya muqawwi kull dhaifu unarejea mara 7. Alafu unaendelea wa ya ma'mana kull mukhif yasir alaina kull asir fataysir al-asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilayna al-bayani wa tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man la yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Hapo utakomaliza. Nairudia tena kwa mara 2 dua hii inshallah, na hii unaweza ukasoma, la unaweza ukaiandika hii kwa tarasimu kwa maji safi, kwa tarasimu kaiandika, alafu unaweza ukatia katika maji ukatumia kukoga. Kwa mtu ambaye hawezi kuisoma anaweza akatumia kukoga tu basi, kwa mtu ambaye hawezi kusoma. Ile anayeweza kusoma akisoma inakuwa ni bora zaidi. La ameshindwa kabisa, basi anaweza kumtafuta mtu akawa anamfanyia, lakini huyo anayekufanyia basi akufanyia kila baada ya salati subhi, kila baada ya salati subhi. Ushauri wangu, kama anakufanyia mtu basi na mwenyewe uwe hadhiri na kuitikia dua hii, inakuwa ni vizuri sana. Hata kama uko mbali, uko nje ya nchi, basi ni vyema mkawa mnawasiliana wakati wa kufanya hii dua, basi na wewe uwe hadhiri, uwe unaitikia hii dua, itakuwa ni bora sana, au unasikiliza, itakuwa ni bora sana katika hilo. Narudia, na kama utakuwa hujaelewa unaweza ukanipigia au ukanitumia message kwa WhatsApp kwa namba 0713 81 11 mwisho 46, 0713 81 11 mwisho 46. Narudia mara 2 tena. Baada ya kumaliza swala subhi, umekaa pale kwenye tahiyati yako tayari ushaita jina zako, utaanza na istighfari, astaghfirullah kwa idadi utakayoweza, lakini ziwe kwa witri. Ukimaliza hapo utasoma alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alafu utasoma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Hapo utasoma mara 2. Alafu utasoma rabbi yassir wala tu'assir, Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabira kull kasir wa ya sahiba kull farid wa ya mughniya kull faqir wa ya muqawwi kull dhaif. Hapo wa ya muqawwi kull dhaif unarudia mara 7. Alafu endelea wa ya ma'mana kull mukhif yassir alaina kull asir fataysir al-asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir hajatuna. Kama unasoma wewe mwenyewe unajisomea wewe unasema hajati ilaika, lakini hapa hajatuna ilaika kathir
wa anta alimu biha wa basiru. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi min yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Hapo utakuwa umemaliza, na dua hii utaifanya kwa muda wa siku takriban 7, na wallahi ladhim, ndugu yangu yule wa Qatar, Mwenyezi Mungu alimjibu ndani ya siku 4, ndani ya siku 4 zile zile Allah alijibu. Mmoja katika wale ambao walimfanyia fitna alipata ajali ya gari, na mwingine akawa amehama yeye mwenyewe kazi na akaenda Uturuki. Nenda kasome na wewe, wallahi lazim, kila aliyekufanyia fitna, aliyekufanyia ubaya, ama kuna mtu anakukwamisha kwa namna moja ama nyingine, utakwenda kuona muujiza na maajabu yaliokuwa makubwa sana. Inshallah tuishie hapo kwa leo. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.